السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baada kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehma kipenzi chake bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi, tukiwa tuendelea na darsa la kumuelezea yatima katika haki ya yatima katika Uislamu, na tuko katika kumuelezea yatima alivyokuwa ndani ya tumbo na baada ya kuzaliwa. Leo tueleza yatima katika au haki yake katika kunyonyeshwa. Yatima, haki ya yatima katika manyonyesho yake. Na darasa hili tulizungumzia umuman kwa watoto wote kwa jumla, lakini hasatan lilyatim, umuman kwa watoto wote, kwa kuwa haya ambayo kwamba ninayoyaeleza ya masala ya kunyonyeshwa mtoto anapozaliwa, ni kila mtoto anayezaliwa anastahiki kunyonyeshwa, si yatima peke yake, kila mtoto. Ila tueleza kwamba yatima pia awe ni mwenye kunyonyeshwa haya, asiwe ni mwenye kuyakosa haya kwa kuwa yeye au kwa kisingizio yeye ni yatima. La, kwamba hana baba, labda amefelewa na mama, labda atafanywaje? Hawa wana mama wana baba, wanyonyeshwe. Baba kama una uwezo amtafutie mtu wa kumnyonyesha yule mtoto wake, au mama mnyonyeshe. Sasa ikiwa hawa watafanyiwa wanaofanyiwa, ni maana yatima pia afanyiwe lile ambalo kwamba wanaostahiki kufanyiwa wale ambao wasiokuwa mayatima. Tukizungumzia masala ya radhaa. Radhaa kwanza ni nini? Hii ni radhaa ni nini? Radhaa wanazuoni wa fiqhi katika masail ya lugha, au wakinapotaka kueleza kitu kwanza huelezea kilugha na istilahi. Na radhaa ni mushtaqun min fi'li radhaa. Kwanza lile neno la radhaa, kunyonyesha, limetolewa katika fi'li ya radhaa. Yuqalu radhaa as-sabiy wa ghayruhu yurdha'u. Mtoto anapokuwa ni mwenye kunyonywa huambiwa radhaa as-sabiy, amenyonya mtoto, na mwingine yanyonyeshwa. Almuhimu kalima ya radhaa imetolewa katika fi'li ya radhaa. Na radhaa kwa istilahi ya fuqaha wana ibara ambazo ni mutaaddida zinazofungamana na neno la radhaa, kunyonyesha. Tueleza hizi mwanzo kabla hatujaingia katika kufahamisha lile tendo la radhaa kwa mtoto kwa jumla, umuman. Wanazuoni wa fiqhi wana aqwalul mutaaddida min kalimati radhaa au fi bayani maana radhaa, katika kubainisha maana ya kunyonyesha. Ukiangalia katika madhhab ya Hanafi, hiya bimaana radhaa hiya masu radhi'u min thadil adami au adamiya fi waqtin makhsus. Ndio maana ya Imamu Hanafi au katika madhhab ya Hanafi ni kunyonya yule mtoto ambaye aliyezaliwa kutokamana na nyonyo la mwanadamu wakati ambao kwamba ni makhsus, wakati ambao ni makhsus umewekezwa katika Al-Qur'anul Karim. Walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain. Ndio wakati ambao kwamba ni makhsus.
Kwa hivyo Imamu Hanafi katika madhahibu yake au madhhabu yake ni kwamba ni yule radhi kushika lile nyonyo la mwanadamu akawa analinyonya kwa wakati ule ambao ni makhsus. Ibara ya kwanza. Imamu Malik katika uelezaji wake wa ar-radhaa akasema usulu labani adami limahallin madhanna ghidhaa ukhar, ni maziwa kufika kwa mwanadamu sehemu ambayo kwamba itakayopelekea ya kwamba hapa pamefika chakula, bimaana yale maziwa kufika mahali pa chakula, mashukio ya chakula, ikawa yahesabiwa tayari huyu amekula amekunywa. Ndio katika madhhabi ya Maliki. Imamu Shafi, na ndiyo ambayo wanazuoni wengi wametumia kauli yake, hata mwenye kitabu pia hapa ametumia kauli yake kwamba ndiyo mu'tamad ambayo zaidi kuliko kauli zote ambazo kwamba zimezotajwa na hawa wanazuoni ambao walizotaja. Mwenye kitabu mwenyewe asema mimi kauli hii ni ya Shafi ndiyo ambayo kwamba naionelea ni bora katika kuelezea masala ya radhaa. Asema ismun lihusuli labani imra'atin au ma hasala minhu fi jawfi tiflin bishurutin. Radhaa ni jina ambalo kwamba lenye kufikisha maziwa ya mwanamke au kitu chenye kufikisha maziwa ya mwanamke fi jawfi tiflin, katika tumbo la mtoto, kwa njia ambazo kwamba za sharti zitakazokuja kuelezwa. Sasa Imamu Shafi aeleza ni maziwa kufika, maziwa yale yafike kwa njia yoyote, lakini muhimu yafike jawfi tiflin. Imamu Hanbali akasema hiya usuli labani adamiyin ila jawfin saghirin hayyin, ni kufika maziwa ya mwanadamu kwa tumbo la mtoto mdogo ambaye aliyo hai. Akasema mwenye kitabu min khilali an-nadhari fi hadhihi al-maani la ajidu bainaha farqan jawhariyan illa annani amyalu ila ta'rif ash-Shafi'i ila ta'rif ash-Shafi'i. Asema ya kwamba haya yote yaliyoelezwa ni kwamba ni jauhar na hapana jauhar ambaye yenye kutofautiana ndani yake, isipokuwa yeye amyal ila ta'rif ash-Shafi'i, apondokea katika taarifi ya Imamu Shafi kwamba maziwa yanapofika katika jawfi alwalad au jawfi radhi kwa njia yoyote tayari huitwa ni ar-radhaa. Ar-radhaa. Kwa hivyo mwanzo tumefahamu radhaa nini, radhaa nini katika hukumu ya kumnyonyesha mtoto. Sasa tuje katika hukumu ya kumnyonyesha mtoto ili tuelewe yatima pia yuingia katika ahkamu hizi ambazo kwamba tunazozieleza za kumnyonyesha mtoto. Asiwe ni mwenye kutengwa kwa kuwa labda mama yake amekufa, baba yake amekufa, ni kwamba maadamu amekufa hawa waliokufa, basi yeye hatoingia katika hukmu radhaa, bali yuingia katika hukmu radhaa kama wale ambao kwamba wenye mababa zao na mama zao. Wanazuoni katika hukmu radhaa, jumhurul fuqaha, madhhab ya Hanafi, madhhab ya Maliki, madhhab ya Shafi'i, asema inna irdhaa al-ummi liwaladiha wajibun alaiha, kwamba mama kumnyonyesha mwanae ni wajibu juu yake kwa njia ya dini, kwamba dini imemwajibisha mama amnyonyeshe mwanae. Walwalidatu yurdhi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-radhaa. Sasa baada ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema haya, ni kwamba yule mama anapasishwa na anasunishwa afuate maamrisho ya Allah jalla jalaluhu kwa mtoto wake, kumnyonyesha, kufuata yale ambayo kwamba alioelezwa na Allah jalla jalaluhu, kumnyonyesha mtoto wake, kufuata fawaida ambazo kwamba za tabii ambazo zinapatikaniwa katika unyonyeshaji wa mwanae ala haddi sawa, imma kufuata maamrisho ya Allah, imma kufuata yale ambazo au zile fawaida ambazo kwamba
zenye kupatikaniwa wakati anapomnyonyesha mwanae, kwa sababu katika kumnyonyesha mwana kuna faida kubwa ambazo zinapatikaniwa katika mujtamai wa sihia kwa yule mtoto, mujtamai nafsia kwa yule mtoto, mujtamai ijtimaia kwa yule mtoto, wa nahwiha na mengineyo. So kwa hayo maana fawaida ambazo kwamba chungu nzima, na tutakuja kuzieleza fawaidi kama hizi ambazo wanazuoni wetu wametuwekea kwa mama wakati anapomnyonyesheza mtoto wake, zinazopatikaniwa kwa yule mtoto na kwa mama pia, si wa mtoto peke yake bali na mama pia ana fawaida ambazo kwamba anazozipata. Tena wakasema ya kwamba mama itakapokuwa anaacha kumnyonyesha mtoto anapata dhambi, kwa kuwa ana uwezo wa kumnyonyesha mtoto kisha asimnyonyeshe mtoto anapata dhambi. Isipokuwa jumhurul ulama au fuqaha wasema la yujbaru, mama yule halazimishwi kumnyonyesha yule mtoto, wapata dhambi lakini halazimishwi ila kwa njia ambazo kwamba wamezoziweka. Ikiwa njia hizi zitatokeza au zitajichipuza kwa yule mama na mtoto wake, mama atalazimishwa amnyonyeshe mtoto wake. Lakini atakapokuwa amewacha kumnyonyesha mtoto na hizi njia hazipo, mama yule halazimishwi, lakini anapata dhambi kwa kuwa yeye hakumnyonyesha mtoto wake. Njia ambazo kwamba zenye kupelekea mama alazimishwe kumnyonyesha mtoto wake, kama walivyosema, an la tujada imra'atan ukhra ghayraha turdhi'uhu biajrin au tatawwan, kusipatikaniwe mwanamke mwingine. Zamani katika ujahilia walikuwa Waarabu wanapozaa watoto wao huwapeleka kwa wamama wengine wawanyonyeshe, hali ya kuwa wanaweza wao kuwanyonyesha lakini wakitoa ujra. Na haya ni mambo ambayo kwamba akaraha alislam, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Qur'ani imesema mkishindwa na mkiwa na uzito hamuwezi kuwanyonyesha watoto wenu, basi watanyonyeshwa na watu wengine, kama ilivyokuwa yatokea. Bwana Mtume Muhammad alinyonyeshwa na Halima Saadia ambaye si mamake, shafahamiana, na wengineo wakao wananyonyeshwa. Ndio kazi ambayo kwamba iliyokuwepo. Sasa Uislamu ulipokuja ukakubaliana na nyendo hizi za kijahilia zikabaki pale pale. Ikiwa una uwezo na waweza kunyonyesha, lakini una uwezo hata kumnyonyesha mwingine, fahalan wa salam. Lakini ikiwa hakuna mwenye kunyonyesha na huna uwezo kumpeleka kwingine kunyonya, walazimishwa, tujbaru ala irdha'iha. Ikiwa yule mtoto la pili hakubali nyonyo la mwingine isipokuwa ni yule mama, yatokea mtoto akimpeleka hakubali chochote isipokuwa yule mama. Na haya pia ametokea. Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam alipochukuliwa na mama Asia atakunyonyeshwa, akakataa manyonyo yote mpaka akaja mamake. Na wengineo pia hutokea hali kama hini. Sasa ikiwa mtoto pia amekataa nyonyo la mwingine, alazimishwa mama amnyonyeshe mwanae. 3, ikiwa baba au yule mtoto akiwa hali ni yatima, hana mtu wa kumsimamia, baba hana mali ya kutoa kwa yule ambaye kwamba atakayemnyonyoshea mwanae, sawa? Au yule kijana kidogo kilichozaliwa hana mali, kama ni yatima mfano, hana mali ambayo kwamba wazazi wake waliomwachia, yale mali yakasimama mahali ya kumsaidia yeye kulipishwa yule mwenye kumnyonyesha hapa, au hakupata mwenye kujitolea kumnyonyesha hapa, kadhi atatumia nguvu zake kumlazimisha yule mama aliyemwacha mwanae kutomnyonyesha amnyonyeshe,
na yule ambaye aliyefelewa na wazazi wake ambao hana uwezo wa mali wa kujitolea kwenda kumnyonyeshea yeye, au hakupata mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kusimamia kujitolea kumnyonyesha yeye, wale ambao kwamba wako chini yake, wale ambao wako chini yake, bimaana family kwa yule yatima, au yule mama ambaye kwamba bwana yake hana mali ya kutoa mwanae aende kanyonyeshwe, atalazimishwa mke wake amnyonyeshe, na yule ambaye kwamba ni yatima hana mali ya kusimamia kunyonyesha kwake, au hakujitolea mtu wa kumnyonyesha kwake, famili ambayo iliyoko chini yake itakuwa, au walioachiwa itakuwa ni yenye kusimamia yule mtoto awe ni mwenye kunyonyeshwa, awe ni mwenye kunyonyeshwa. Haya ni masala ambayo kwamba la khilafa baina alfuqaha, hapana khilaf baina alfuqaha. Kisha wakasema yule mama ambaye kwamba amemzaa yule mtoto, wakati anapomnyonyesha hastahiki ujra, hapewi ujra kwa kunyonyesha kwake, ila yule mama tena akiwa ni katika talaq rajii, ikiwa masala mengine ya talaq, ikiwa mama ameachwa katika talaq rajii, amnyonyesha yule mtoto, mama hapewi ujra wa kumnyonyesha yule mtoto. Ikiwa mama yule yuko katika talaqul ba'in, ile talaka ya kwenda usirudi tena mpaka uolewe na mume mwingine, bimaana talaka 3, yule mama atalipwa. Wanavyosema tena, wasema la khilafa baina alfuqaha, wa amma almu'tadda min talaqin ba'in falaha ujratun ala ar-radha lianna an-nikaha qad sala bilkulliyah. Wasema ya kwamba mama aliyeachwa kwa talaka ya alba'in, bimaana talaka 3, hapa anastahiki ujra kwa sababu tendo la ndoa limeondoka. Sasa anachokifanya ni yule mzazi ambaye aliyemwacha yule mama alipe kile ambacho kwamba mama anachomnyonyoshea mwanae. Yule ambaye yuko katika talaqu raji'ini, maana yuko chini ya mume, mzazi pale hatolipa, bali atakachotoa ni cha yule mama ataendelea kumlisha. Hivi ndivyo ambavyo kwamba asema la khilafa baina alfuqaha. Imamu Malik asema la talzamu al-um biirdha'i waladiha hala qiyami zawjiyatin haqiqiyya au hukman idha kana min ashrafi an-nas alladhina min sha'nihim adamu irdha'i awladihim. Asema haimlazimu mama wakati anapomnyonyesha mwanae hali ya kwamba yuko katika qiyami zawjiyya haqiqatan au hukman, ikiwa mama yule katika ashrafu nas, bimaana wenye uwezo, min sha'nihim adamu irdha'i auladihim, kwamba wao kwa ule uwezo walionao kwamba wao hawanyonyeshi watoto wao, bali wapeleka kwengine walipa. Asema la tazamul ummu biirdha'i, halazimishi mama kumnyonyesha mwanae. Haya ni masala ambayo katika waktuna alhadhir la tunsab, ilikuwa ni katika adati Quraish, masala ambayo Imam Malik anaeleza katika wakati wetu la tunsab, kwa sababu ilikuwa ni katika adatul Quraish. Wao walikuwa hawanyonyeshi kwa sababu wanazo, wajisikia ni watu wakubwa, wakiwapeleka watoto wao wanyonyesha kwa watu wengine. Lakini kwa wakati ambao kwamba tulionao ni kwamba ni vyema mama amnyonyeshe mwanae, kwa sababu ile hali ambayo kwamba inaopatikaniwa kutoka kwa mama na mtoto wakati wanaponyonyeshana ni hali ya kufurahisha sana, kwa sababu albuhuthu tibbiya fi waqtina alhadhir wameeleza fawaid jamma za badania na nafsia adhimatan liradhaa, kwamba pana faida kwa mama na mtoto, faida zile kwa sihia, afya ya yule mtoto na mama, faida ile na nafsia kwa mama na mtoto ziko nyingi sana. Ndio wakaonelea kwamba ni bora ala al-ummi wa tifli ala haddi sawa, wawe ni watu ambao kwamba
mama anamnyonyesha yeye mwanae na mwana anakubali nyonyo la mama, afundishwe kukubali nyonyo la mama na anyonyeshwe nyonyo la mama, kwa sababu ile faida zinazopatikaniwa ndani yake akasema tutazitaja kwa ufafanuzi faida kama hizi. Lakini ra'yul jumhur, na ndio ambayo aqrabu lis-sawab, na ndio ambayo kwamba aula bil akhdhi bihi, ikiwa kulazimishwa mwanamke kumnyonyesha mwanae katika halat al-ijbar ala halat al-dharuriyya, ni kwamba huleta tawthiq na rawabitul auda au rawabitul mawadda, mafungamano ya mapenzi baina ya mama na baina ya mtoto na baina ya bwana. Yani mama anapomnyonyesha yule mtoto, kuna rawabitul mawadda hupatikaniwa baina ya baba na mama na yule mtoto. Ndio wakasema ra'yul jumhuri ila sawab, kwamba huyu mama alazimishwe kumnyonyesha mwanae, baada ya kueleza zile vipengele vya ijbari ya mumu kumnyonyesha mwanae. Na masala ya Malik akawa anasema hakulazimishwi, akachukulia ile hukumu ya zamani, lakini wanazuoni wakasema jumhur kwamba kule kulazimishwa huleta mawadda, yule mama kumnyonyesha mwanae baina ya baba na mama na mtoto wake, na huwa ni tahsil, ni fursa ya kupata thawabu na ujra kwa yule mama na yule baba ambaye kwamba wamesimama wima kumnyonyesha yule mwana wao. Ndio hali ambayo kwamba wanaoeleza. Ala kulli, katika hili hali baba yampasa awe ni mwenye kumwajiri mtu kumnyonyesha mtoto wake mwingine, au kwa sababu yule mtoto, ikiwa mama haiwezekani kupatwa maziwa kwake yeye ya kumnyonyesha yule mtoto, baba ajitolee kumkodisha mwingine, kwa sababu lile nyonyo ambalo kwamba maziwa anayopata yule mtoto ni ghidhaun asasiyun wa tabi'iyun sawa, ni chakula cha asasi. Yale maziwa ya mama au kwa mama mwingine huleta tofauti na chakula ambacho kwamba anachopewa cha nje au chakula kisichokuwa kile yale maziwa. Ikiwa baba ni fukara au amekufa, yule mtoto hana mali, ni kwamba wale wenye kumsimamia yule mtoto aliyefiliwa na babake ndio unasimamia hili jukumu la kumtafuta mtu amnyonyeshe yule mtoto, au kupatikaniwe mwenye kumnyonyesha mutabarri'an, mwenye kumnyonyesha, kwa kuwa yule mtoto anakuwa na numu mzuri wakati anaponyonya maziwa. Hii ndio hali ambayo kwamba mama inahitajika kumnyonyesha mtoto wake, ikiwa atamkodoshia mtu mwingine amnyonyeshe, au yeye mwenyewe atamnyonyesha, au atatokea mtu wa kumnyonyesha, ni kwamba kutapatikaniwa hali ambayo kwamba ya kufurahisha kwa yule mtoto. Kwanza kutapatikaniwa mawadda, kwanza pili kutapatikaniwa ujra na thawab baina ya wale ambao kwamba wanaosimamia jukumu kama hili. Ikiwa ni baba anapata thawabu anamwangalia mwanae, ikiwa ni mama anapata thawabu anamwangalia mwanae, anafuata maamri ya Allah jalla jalalu. Na ikiwa utamkodisha mwingine, fasaturdhi'u lahu ukhra, na yule mtoto mwenye kunyonyeshwa atakuwa na numuu mzuri ya sihia nafsia, zote zitapatikaniwa kwake yeye. Almuhimu, tumeeleza vipengele ambavyo kwamba venye kulazimishwa mama kumnyonyesha mwanae, na ili kuna uwezekano pia mama huyu akawa aweza kumkodisha mwingine akawa anamnyonyesha yule mwanae. Almuhimu ni kwamba mwana anyonyeshwe wakati anapozaliwa. Tutakuja kueleza fawaida ambazo kwamba zinazopatikaniwa, lakini hapa katika darsa ya leo ya huyu yatima na mtoto yoyote wa aina yoyote, kwa sababu yatima pia ametajwa, ni kwamba atakapokuwa hana mali ya kumsimamia kunyonyesha kwake au hakujitolea mtu wa kumnyonyesha, ni kwamba wale ambao kwamba ala man talzamuhu nafaqatuhu min aqaribihi, wawe watasimamia haqu tifli fi radhaa, wasimamie yule haki ya mtoto yatima katika kumnyonyesha. Kwa hivyo masaili ya kumnyonyesha wanazuoni wamekuja kueleza, tena jumhurul fuqaha
Malikia na Hanafia na Shafiia wasema mama kumnyonyesha mtoto wake wajibun alaiha diyanatan la qadaan, fayundabu lil ummi an tamtathila al awamira Allah ta'ala, aliposema wal walidat yurdhina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ni Allah jalla jalaluhu aliyosema haya. Ndio maana jumhurul fuqaha wakasema ni wajib ala al-ummi. Ikiwa tatokea mengine kama tulivyoeleza, hayo huwa ni mengine kulingamana na madhahibul fuqaha. Almuhimu ni mama umnyonyeshe mtoto, baba usimamie katika malezi ya kunyonyeshwa mtoto, baba ya kulazimu umlipe mama ikiwa umemwacha talaqul ba'in kwa yale ambayo kwamba anonyonyoshea mwanao. Mwana anaponyonyeshwa hupatikaniwa mawadda baina ya baba na mama na yule mtoto. Kwa hivyo ni jukumu letu kuwanyonyesha watoto, hasatan watoto ambao kwamba au mtoto ambaye tunayemzungumzia ni yatima, pia afanyiwe kama vile watoto wengine wanavyofanyiwa. Mpaka hapa tutakomea na tutakuwa tukiendelea tukieleza moja baada ya nyingine, ili tufahamiane au tufahamu yale ambayo kwamba yamekuja kuelezwa na dini yetu, hasatan min janibil atfal, kwa upande wa watoto, kitu gani ambacho wafaa kufanyiwa ili tuwe ni wenye kuwafanyia, tupate ule ujra ambao kwamba uliowekwa kwa hawa watoto wakati wanapofanyiwa mambo yao ambayo Uislamu umetuwekea kuwafanyia. As'adallahu awqatakum wa ila al-liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wal afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.